tumepata swali kutoka kwa mdau mmoja anaitwa Bwana Daudi kutokea mkoa wa Manyara. Yeye anauliza, anasema hivi tezi dume inaweza kufanya mtu mkojo wake usiwe na spidi? Mkojo usiruke utoke tu kwa kuchuruzika? Tezi dume inaweza kufanya hivyo? Naam, asante ndugu yetu Daudi kutoka Manyara kwa swali lako. Jibu ni ndio. Tezi dume inaweza kusababisha mtu mkojo wake ukashindwa kutoka kwa spidi, ama ukawa unatoka lakini hauruki, unatoka kwa kuchuruzika. Lakini ukiacha tezi dume yako na matatizo mengine tu. Kwa hivyo mtu asije akajiona hivyo akahisi kwamba ni tezi dume. Hapana, ni kweli tezi dume ni ugonjwa wa kiume, ni tezi ya kiume inayokuwa na kusababisha kuleta shinikizo katika kibofu cha mkojo, na hatimaye mtu ule mkojo kutokana na kule kukua, kule kuvimba, mkojo unakuwa hautoki kwa spidi kama ilivyokuwa kawaida. Na kwa sasa hili limekuwa ni tatizo kubwa sana. Wataalamu wa masuala ya afya wanatueleza umri kuanzia miaka 40 plus watu hawa wako katika hatari ya kupata tatizo la tezi dume. Yani kuanzia miaka 40 kuendelea mbele wako kwenye hatari ya kupata tatizo la hili tezi dume. Kwa nini? Kuanzia miaka hii kwenda mbele, hii tezi ndio inakuwa kwa kiasi kikubwa na kuleta hilo shinikizo. Kwa hivyo inapokuwa hii tezi ndio inaleta hiyo sababu ya shinikizo katika kibofu cha mkojo, na hatimaye mkojo unashindwa kutoka kwa ile spidi na mtu anakuwa anashindwa. Lakini ukiachilia mbali hiyo, kuna na sababu zingine pia zinazopelekea mkojo kutoka vizuri. Sio tu tezi dume, maana mtu anaweza kuwa nayo na akashindwa kuelewa kwamba ni kitu gani. Hata UTI pia inasababisha haswa kuleta tatizo la mkojo kuruka vizuri. Wanasema urinary tract infection, ni maambukizi ya bakteria katika njia ya mkojo. UTI inaletaje? Mtu anapokuwa na maambukizi haya ya bakteria, maana yake maambukizi haya yanasababisha kutengeneza uvimbe katika njia ya mkojo, na huu uvimbe unapokuwa umetengenezwa kutokana na maambukizi haya ya bakteria, ndipo mtu anaposhindwa kutoa haja ndogo kwa spidi, inakuwa inatoka bila ya spidi na inatoka kwa kuchuruzika, kwa sababu ile njia imepata shinikizo la uvimbe, na hatimaye huyu mtu amekuwa ana hiyo shida. Lakini kwa hivyo, mpenzi na mdau wetu ndugu Daudi, tatizo kubwa linalosababisha mkojo kutoka bila ya spidi, yani kutoka kwa kuchuruzika, sio kwa kuruka, ni shinikizo aidha katika kibofu au katika njia ya mkojo. Kwa hivyo tezi dume inakuwa inasababisha tatizo hili kwa sababu inaleta shinikizo katika maeneo haya. Lakini pia tunaona hata UTI pia inasababisha haya matatizo. Lakini pia shida nyingine ni matatizo ya nerves, neva zile neva katika ule mfumo wa mkojo, inakwenda matatizo ya neva yanakwenda kuharibu misuli iliyopo katika kibofu cha mkojo na kulegeza ile misuli. Kwa hiyo misuli ya neva inapolegezwa inasababisha kwa maana kibofu kulegea, na hatimaye kinakuwa kinashindwa kutoa mkojo kwa spidi na mkojo unakuwa unachuruzika. Hii mishipa ya neva inaweza kuharibika kwa sababu mbalimbali, labda kutokana na magonjwa, kwa mfano tatizo la kisukari na tatizo la kiharusi. Kisukari ni ugonjwa mbaya sana. Mtu anapokuwa na kisukari anaweza kuwa mtu huyu anajisikia haja ndogo mara kwa mara. Kwa nini? Kwa sababu kisukari kinakwenda kuharibu zile neva za mtu, na hatimaye zinapokwenda kuharibu nerves, mtu anakuwa analegeza misuli yake ya kibofu, na hivyo ndio anajisikia kwenda haja ndogo mara kwa mara. Kwa hiyo hapo ndio mtu
anapokuwa na kisukari anakuwa anaenda haja ndogo mara kwa mara, kwa sababu misuli inayoshikilia kibofu cha mkojo, misuli ya kibofu cha mkojo inakuwa inalegea kwa sababu ya tatizo la kisukari. Kwa hiyo hiyo pia inaweza kuchangia mtu akawa na kisukari asiwe na tezi dume wala UTI, alafu akawa ana hiyo shida ya kuto kuweza kurusha mkojo, au mtu akawa ana kiharusi. Kama unavyojua kiharusi kinalegeza misuli inayoshikilia kibofu cha mkojo, na hatimaye mkojo unakuwa unatoka wenyewe bila ya kujizuia kwa speed, au toki kwa speed, unatoka kwa kuchuruzika. Kwa hiyo pia inachangia. Lakini mwisho kabisa tatizo la saratani ya tezi dume. Japokuwa hii dalili zake ni ngumu sana mpaka mtu inamuathiri kwa kiwango kikubwa, lakini pia inachangia mkojo kutoka bila ya kuruka, unatoka kwa kuchuruzika. Kwa hivyo ndugu yetu Daudi, sio tu tezi dume, lakini yako mambo mengi, hata kisukari, tatizo la kiharusi, lakini pia matatizo ya UTI, yote yanasababisha mkojo kutoka kwa kuchuruzika, na sio kuo mtu hata ajikamue vipi hawezi kurusha mkojo. Kwa hivyo usione hali hiyo kazani tu una tezi dume au una saratani. Ni vema ukawahi kwenye kituo cha afya ukafanya vipimo ili ujue nini shida inayokusumbua na upate ithibati ya wataalamu wa masuala ya afya, ndio waweze kukuhakikishia. Kama una swali lingine lolote, tuandikie hapo chini kwenye comment swali lako, tutaliona na sisi tutakujibu. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala na tiba asili. Tunatibu magonjwa mbalimbali ya kibiolojia kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.